Matokeo ya siku ya juzi, baada ya matokeo hayo katika mchezo wa Simba dhidi ya Sex Faxenia pale Tunisia, kumeibua mijadala mikubwa na minong'ono mingi, haswa kutokana na yale ambayo yalitokea baada ya matokeo yale kupatikana ya Simba kushinda goli 2-1 dhidi ya wageni wa Arabu Sex Faxenia. Dakika 90 zilimalizika, lakini zilikuwa na mang'amung'amu kwa upande wa Waarabu kutokana na kile ambacho wanadai kwamba mwamuzi wa mchezo huo alichezesha mpira kwa muda zaidi wa ule ambao ulikuwa umeongezwa awali wa dakika 7, na kupelekea Simba kuweza kupata goli la ushindi dakika ya mwishoni kabisa, goli likifungwa na Kibu Denis, na kupelekea vurugu kubwa ambazo zilizuka katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ambazo zilisababisha viongozi na benchi la ufundi la timu ya Sex Faxenia kumvamia mwamuzi wakati na kuweza kumpiga, lakini mwisho wa siku kukawa kunafanyika juhudi za hapa na pale za Stewart kuweza kumzuia ama kumkinga, lakini vile vile jukwaani hakukuwa salama, kwani mashabiki walianza kurusha viti uwanjani. Mwisho wa siku mashabiki wa Simba ambao walikuwa na uvumilivu kwa muda mrefu, baada ya kuona Waarabu wanafanya vile, wakaanza kuwalenga na viti Waarabu wale, na kitendo kile kimepelekea matamko mbalimbali kutoka katika jeshi la polisi, lakini vile vile kwenye Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo chini ya Profesa Palamagamba Kabudi. Lakini mashabiki wa pande mbili tofauti wamekuwa na maoni tofauti kutokana na lile ambalo limetokea katika mchezo huo wa Simba dhidi ya Sex Faxenia. Wengi wakitoa maoni yao, wengine wakisema kwamba Simba mashabiki wao wanapaswa wapatiwe adhabu, na haya ni baadhi ya maoni ya mashabiki ama wadau wa soka kutokana na kile ambacho kimetokea siku ya juzi. Twende tukasikilize yale maoni tofauti kutokana na kile ambacho kimetokea siku ya juzi. Mashabiki wa Simba wanastahili kufungiwa. Kwa nini? Mashabiki wa Simba wanastahili kufungiwa. Inawezekana mashabiki wa Simba wakafungiwa maisha, ama inawezekana mashabiki wa Simba wafungiwa hata miaka 3-5. Kufanyaje? Dede, sisi ni mashuhuda, tulikuwa uwanjani jana. Mimi nakiri kwamba Mwarabu alikuwa ni muasisi wa vurugu kwenye uwanja jana. Walimshambulia muamuzi, sikatai. Lakini tujiulize, zaidi ya viti 250 vimekwenda kuvunjwa katika dimba la Benjamin Mkapa, na mashabiki wa Mwarabu walikuwa mashabiki 7. Mashabiki hao walikuwa floor ya chini na viti vilikuwa vinatoka juu. Simba amekumbatiwa kwenye nchi. Baada ya kusema hayo, shabiki huyo akaendelea kusema kwamba kuna lile ambalo linawaumiza zaidi mashabiki hao, hasa wakiona vitendo kama hivyo vinaendelea kufanywa na mashabiki wa Simba. Tuendelee kumsikiliza. Sisi inatuumiza kama Watanzania. Ule uwanja unajengwa kupitia kodi zetu. Ule uwanja unajengwa kutumia kodi za wana Simba na wana Yanga na wana Azam. Lakini bila kuwasahau na wana Namungo, bila kuwasahau wana Kagera FC. Lakini baadhi ya watu wa taasisi moja wanakwenda kuharibu miundombinu. Tunalaani sana na tunakemea sana, sisi kama wana Yanga, sisi kama Watanzania. Hayo ni maoni ya shabiki wa kwanza akizungumzia kile ambacho kimejiri katika uwanja wa Benjamin Mkapa kuwa sio kitendo cha kiungwana, na pengine ikiwezekana mashabiki wa Simba wafungiwe kuhudhuria viwanjani. Na hii ni kutokana na utashi wake. Anasema kwamba kile ambacho kimetokea sio kitu kizuri na kileti picha nzuri na kinaharibu miundombinu ambayo ni kodi za Watanzania wamelipa kwa ajili ya kuweza kutengeneza uwanja ule. Tumsikilize shabiki mwingine naye akizungumza kinagaubaga kuhusiana na kile ambacho kimetokea katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Nakwambia tena, haliwezi goli kuwa na ladha alafu watu wameshinda wao wanaenda kuvunja viti wao. Duniani hakuna. Na nitashangaa serikali kukosa kutoa onyo kali haraka sana kwa watu waliovunja viti. Kwa sababu sisi tunategemea kwenda kufanya mashindano ya chezo hapa ya Afrika. Sasa kama kuna wandazimu wachache wanaenda kuharibu uwanja, serikali sana na soro. Sahihi kabisa. Huwezi kwenda kuvunja viti. Viti vimefanya kosa gani? Unaenda kuvunja viti. Huwezi ukawa furaha kwenda kuvunja viti. Huu ni ujinga. Hawa watu sio kuwachekea.
Susha tena serikali watoe onyo kubwa kusudi hii wasirudie tena. Kwa sababu picha zipo na watu waliovunja viti wanaoneshwa na wanajulikana. Na shangaa serikali mpaka sasa hivi hawajachukulia hatua. Wapo wengi. Wa station hapa wapo. Wapo wengi. Mmoja si huyu. Kwani picha yake sinaoneshwa akavunja? Kwa hiyo huwezi ukaingia ukawa na akili timamu, yani umeshinda wewe viti unaenda kuvunja wewe. Alafu pili upo ndani ya nchi yako unaenda kuvunja viti. Wewe una akili timamu? Sisi starehe yetu mpira. Si ushaelewa? Maana ukivunja viti unatuondolea starehe. Serikali sasa hivi inarekebisha uwanja. Wewe unaenda kubomoa uwanja. Kipi kifanyike sasa? Inabidi wachukulie onyo kali. Kwanza wafungiwe kuanzia klabu bingwa mpaka ligi kuu wasiingize mashabiki. Kusudi watapofunguliwa watakuwa na adabu kwa kulinda viti. Yaani wao watakuwa wa kwanza kulinda viti. Viti mpaka sasa hivi vinajulikana vilivyovunjwa. Vingapi? Viti vimevunjwa 150. Sikia wenyewe wanataja, wasikia? Kama unaenda kuvunja viti 258, alafu hao watu wanaachwa watu wape adhabu eti ya kulipa tu. Vitu hivyo haviwezekani. Wamekukwaza sana. Hii ni uchizi. Watu wenyewe wanaenda kuangalia hiyo timu yao, watu 200 hawafiki. Sasa kama wanaenda kuvunja viti. Nasolo, kama sasa hivi wameshinda wameng'oa. Nakwambiaje? Watu wenyewe wameenda uwanjani 200 hawafiki, hapo wanaenda wanavunja viti. Nasolo, kama wameshinda wameng'oa viti. Wangefungwa. Wala vile ingetoka sare singekuwa bahati magoli wangetoka nayo. Hao vile wameshinda vitu wameng'oa. Hivyo ile mechi ingeisha vile sare. Si hadi magoli wanging'oa. Lakini Nasolo tunaomba serikali hili wakae tena watoe adhabu kali. Yaani isirudie tena hicho kitendo. Ukiachana na mashabiki hao wawili, pia yumo shabiki maarufu wa upande wa Simba. Yeye anajinasibu kwamba ni shabiki wa Simba, lakini mashabiki wa Simba wamekuwa kimkatana kusema ni mamluki. Anaitwa Mchome Mapovu, naye ametoa maoni yake akisema kwamba mashabiki wa Simba wanapaswa wapigwe rungu kweli kweli, ili hii adhabu ambao wataipata sasa hivi pengine iwe fundisho hata kwa miezi mitano au miaka mitano, wapigwe rungu la kutokuwa na mashabiki uwanjani. Hebu tumsikilize Mchome Mapovu akipita hapa akielezea kiundani kuhusiana na adhabu hiyo. Ni aina la tukio la kishamba kwa level ya mpira wa Afrika, especially ligi ya Tanzania iko nafasi ya 6, kuwa na mashabiki wapuuzi wasojielewa kama wale walongoa viti. Ule ni ushamba wa hali ya juu. Tena kama mimi ningekuwa na mamlaka, ningewafungia msimu mzima timu icheze bila mashabiki. Ule ni ushamba. Wanasema kwamba walikuwa Waarabu ndio wamewachokoza. Sikize nikwambie. Ratiba navyozijuaga mimi za hizi ligi huaga wanatenga kwamba ili jukwaa la mwenyeji, ili jukwaa la wageni. Ndio iko hivyo. Hata Simba sisi tukiendaga kwenye nchi za watu, unaona kabisa kuna jukwaa linatengwa la Simba ili hapa la wenyeji. Umeelewa? Na kama wenyeji wakienda kwenye jukwaa la wageni, huaga wanaambiwa kabisa kwamba hili hapa ni la wageni. Kwa mkikaa kaeni kistaarabu. Umeelewa vizuri? Kwa sasa kinacho happen leo ni nini? Wale watu wa Simba wamefuata wale Waarabu kwenye jukwaa lao. Uwanja hujajaa. Ile pale ilikuwa VIPB ya upande wa huku. Ya Yanga wanaitaga. Ya Yanga ile. Ina maana mashabiki wa Simba wametoka kule wamewafuata. Maneno ya kukera, kushabikia, kuudhi ni sehemu ya mpira. Yaani mtu ukifungwa kulalamika shabiki, ukishinda kushangilia ni sehemu ya mpira. Lakini mimi nimehuzunishwa sana na kile kitendo. Watu wanasema serikali ina invest nguvu nyingi, lakini zile ni nguvu za Watanzania. Zile ni kodi za Watanzania. Walala hoi kama sisi tunanunua bidhaa, tunalipia kodi na nini, bajeti ya nchi inakaa. Tanzania tu tuna kiwanja bora, shabiki unangoa kiti, unaharibu miundombinu. Kama ningekuwa mimi na mamlaka ya mpira, fungia mashabiki huyu. Baadhi ya mashabiki wanasema wamewashikisha adabu Waarabu. Sio kumshikisha adabu pale, sasa pale unaighalimu timu. Kwa sababu kama TFF wakitoa adhabu, sio adhabu ya marekebisho, ni kufungiwa. Miongoni mwa sababu zinazopelekea
USM Alger, MC Alger kucheza bila mashabiki ni sababu kama zile vurugu za kijinga. Manelewa? Ile ni mechi ya kimataifa. Kama hawatochukua hatua mapema, hata kwenye ligi ita happen. Alafu ni mambo ya kizamani, mpira sasa hivi ushabadilika. Ndio maana mimi nasemaga kila kukicha mashabiki wa Simba elimu hawana. Elimu ndogo. Mtu mwenye elimu yake huwezi kutana vitu vya kijinga kama vile viti timu imeshinda. Zile vurugu za uwanjani ni sehemu ya mpira. Ni kawaida. Simba mwenyewe tushafanywa vurugu nyingi sana huko tunakoenda. Ni kitu cha kawaida kufanywa vurugu uwanjani. Na hayo ndo maoni ya mashabiki na wadau wa soka tofauti wakizungumzia lile sakata la Simba na mashabiki wao kuweza kuvunja viti uwanjani na kuwarushia Waarabu. Wengi wametoa hisia kali kweli kweli, akisema Simba wapigwe rungu kweli kweli, ambalo litakuwa fundisho hata kwa wengine. Na sisi tunakwambia tuko hapa kwa ajili ya kukujuza habari nyingi zaidi za kimichezo. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa ajili ya kupata taarifa nyingi zaidi za kimichezo, na tuendelee kufuatilia sakata hili kujua mwisho wake ama hatima yake ni ipi hasa kutoka kule katika shirikisho la soka Afrika CAF. Je, rungu litawashukia Simba ama watanusurika kwa namna moja ama nyingine? Tusubirie kusikia na kuona. Ni hapa ndani ya Rinyo Update tutakupa updates hapa ndo kwake.